Ya karibu. Tunapatikana hapa Kisenge. Ndio. Okay. Uko maeneo ya Busweru? Ndio. Opposite na Sheri. Sawa. Ndio, bango, sticker, t-shirts, yote tunafanya bosi wangu. Ndio, of course au mpaka tuje tupime ili tujue bango itakuwa size gani naweza kukupa bei. Designing nitakufanyia free. Ndio. Ya mwezi wa pili offer. Ya. Okay, pia sticker nakuja niangalie ofisi yako, nipime. Ni milango ya vioo. Inatakiwa hapo contravention. Ya one way. Ukiwa ndani unaona nje ila wa nje hakuoni. Ndio. Upande wa t-shirt unahitaji pisi ngapi? Rangi white, black, okay. Okay. Basi mimi naomba nije hapo ofisini. Kwa fisha sawa. Wajuzi bwana wale kuondoka ofisini mapema sasa. Tucheki na shida kabisa. Si una shida gani ndugu yangu hata kuniaga? Ndugu yangu. Hali ya shemeji yako sio nzuri. Nataka nikukwambia kweli bado inanisikitisha sana. Kwa hiyo ni hapa nishashindwa nifanyeje, nishazunguka hospitali lakini bado hali yake sio sawa. Sasa unaona hospitali hapa unacheki mashida kwa nini? Nimeshaenda hospitali. Kuangalia na sio nzuri. Labda ujaribu labda twende kwa wachungaji. Ndio kama kile ya kiimani ndio kaangalie. Kwa jamaa nitaangalia nitajaribu. Ngoja nisemeze kazi watu wako. Sawa ndugu yangu, sawa. Mimi niko hapa. Yes. Hivi mke wangu hizo la zangu za kila siku. Utaziacha lini? Yaani kitu kidogo ila wapi? Kitu kidogo la wapi? Wewe ni mtu ambao huwezi timiza ahadi. Ukisema hiki unaenda kinyume na ahadi. Umeniambia muda sio mrefu tutakwenda nyumbani. Alafu ghafla tunakwambia afu unaniambia kwamba uko busy. Sasa mambo gani haya? Hivi mke wangu. Lawama kila siku. Sitaisha lini? Kitu kidogo lawama, kitu kidogo lawama. Yaani mimi unanichanganya. Kwani mimi na asubuhi tumekubaliana vipi? Umeniambiaje kwamba ninaenda kazini? Muda sio mrefu mimi nitarudi. Umerudi? Mambo ni mengi. Kwa issue ni hela, mimi natafuta hela.
ili tuishi. Sasa nisiporudi ndo una mind unalalamika. Je, ningekuwa nimeenda sehemu mbaya lakini niko ofisi. Tatizo nini? Watoto wenyewe hiyo changamoto ndio wako katika sikia, nipe time niwe natafuta hela ili uishi vizuri, upendeze, maisha yawe mazuri. Mimi napambana kwa ajili yako, unajua. Mke wangu, nataka nikwambie kitu kimoja. Cha kwanza, mimi nakukubali na kupenda sana. Sawa? Na huu bize kupambana, sitaki nionekane niko nyuma wa mwisho kimaendeleo nikiwa na vijana wenzangu. Nataka nikwambie kitu kimoja. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Na vitu vingi vya kufanya na kazi nyingi sana za wateja ambazo zinatakiwa nizifanye. Kuna kazi ya kudesign. Lakini wewe umekuwa sio mtu wa kutekeleza majukumu yako. Yaani tukipanga hiki unaenda kinyume na hiki, tukienda hivyo unakuwa kinyume na kila kitu. Majukumu ndio kama hayo. Umekuja nikupe hela, ukanunue vitu. Hai. Ukishanunua vitu na mambo mengine tunakula mama. Tukubaliane tunaenda wote kuchagua nyama. Mimi niko busy na kazi ya watu hapa, na hii kazi ndio itatupa hela. Natoa hela lakini natakiwa tuingize hela. Siku mimi nitakuzoea sasa. Maana kila siku uko busy na wewe. Utakuzoea mama. No, utaki kufanya hivyo mke wangu. Kwa hiyo na kazi za watu unachelewa kulala, unaoga. Kazi za watu unakudesign, unakuprint. Mambo ni mengi sana. So hela cash sina. Bali kupe. Ukibali ili ufanye namna. Basi ndio lazima. Lakini itasaidia na wewe kama mambo mengine sawa. Kwa makini na hiyo kadi. Au si makini yake. Jamani, sio la kupoteza. Sasa. Basi afu wewe basi maana nikirudi nyumbani kazi ya kufanya. Nitaenda sasa. Unaenda? Apenda. Okay. Wewe ndo msika? Bila shaka ni. Karibu sana. Bei ya ile sofa singapi? Tiki yote hapo twende hivi. Ndio nimechanga maana hapa. Ndio kwa sana. Ndio ndio kwa hiyo. Ndio la kimoja na usiku. Ila kwa mbili kamili. Kamili. Hapo sasa ngoja sababu ndio na ndio jipanga. Utanipa tu mbili kamili. Chupa hizi sasa kabisa msina kabisa wewe ndani. Wewe unaona kabisa. Kwa baba na mama sasa.
Lakini mimi nilipenda lile. Sawa, sio baya. Kwani kenyeza haipungui? Hizi sasa zinategemea. Sasa ujiangalie vizuri. Yaani mwafaka. Hapo basi utalipa 130. Poa. Sasa wakubeba? Beba shida. Ile laki na laki. Sasa ndio unaleta usafiri. Yeye beba kishia utafanya usafiri. Nimependa hilo hapa. Sasa acha mimi nakufahamisha. Kesho kufanya zako. Wewe si Zu. Nimekupata. Wewe si Abu lakini. Mimi ni Abu. Aise. Lazima tupate sifa. Nzuri. Mengine. Safi tumebadilika. Nepa. Wako unafanya kazi hapa? Niko hapa na jamaa yangu hapo hivi ndio tutapiga hapa kazi kupana nini? So sina maisha yaendelea. Sinaliwa tena. Napambana kabisa. Kazi yetu hizi tunaangalia na mangani. Wewe umeshakwambia kila kitu kuhusu hili sofa? Amshaniambia sasa mnaambia kwamba umechukua ngoma hii. Na hili kwa vizuri. Yaani nataka mtambo kabisa. Abu, na hizi simeshaisha familia kabisa. Iko sawa kabisa. Kwa hiyo vipi ushapata usafiri au umeshaelewa? Yupo ameagiza usafiri tayari. Basi tunashukuru sana kukufahamu. Karibu sana nyumbani. Nyumbani kwako wapi? Nyumbani kwangu hapa Kiseke. Hapa Kiseke. Nipo kwa mzangu za simu afu baadaye tutakutafuta. Ile nje nyumbani. Kwenu kwako? Kwangu. Hapo. Karibu sana. Mna shida. Tuwasiliana. Karibu sana nyumbani. Hapa ni Sure. Karibu sana. Asante. Ndugu wangu tutapita hapa. Sazu. Basi. Nashukuru kwa kuweza kujua na kufahamu kabisa. Sana. Zu. Kama unavyoona hali ya wangu jinsi ilivyo. Umejaribu kumpeleka hospitali? Kweli nimeshaenda mara kadhaa hospitali, zaidi ya hospitali karibia 4. Lakini kiukweli naona kama vile hali ya wangu inazidi kuwa ngumu sana. Mpaka nashindwa kuelewa sijui nifanyeje. Yaani hapa kiukweli yani nishashindwa kuelewa nifanyeje. Kwa hiyo yani lakini naomba nikushauri kitu. Kwamba kulikuwa na mtaalamu mimi naweza namfahamu. Na sio anaweza katatua shida ya mkeo ikakaa sawa na katoka katika hiyo hali. Unajua hali sio ya kawaida na ukizembea inaweza kumfikisha mahali pabaya. Au unasema? Mtaalamu unamaanisha wale wa Yani kama hivyo. Sasa Zu iko hivi. Unajua mimi hayo masuala ya wataalamu ya kwenda yani kweli kimani yangu kabisa. Sijawahi kwenda siku hata moja. Yani sijawahi kufanya jambo lolote lile kuhusu wataalamu. Na kunyang'ala hivi ambavyo unalisema. Kweli sijawahi kufanya kupitia huko. Mimi kimani yangu na mwamini Mungu. Kusoma mambo
Lakini sawa, hata wewe mwenyewe namwamini Mwenyezi Mungu. Lakini hali ya mke wako hii sio nzuri. Umenielewa? Lakini mimi ningekuomba twende tuelekee kule. Mke wako atapona, atakuwa sana, atarudi katika hali yake usawa kabisa na hutuamini. Zuri rafiki yangu. Kutokana na hali ya mke wangu jinsi hivi. Na mimi nataka mke wangu aweze kupona, sawa, au kwenye hali yake ya awali. Sawa? Mimi kwa tunipeleke pia na huko. Basi ni jambo zuri. Tufuatane sasa. Sawa, nishi.